mziki na sehemu za mziki. Na katika kanisa letu la Adventista wa Sabato tuna falsafa ambayo inatufanya tuwe Adventista wa Sabato. Na hii falsafa huwa tunaendelea kukumbushana kila tunapokutana katika haya makongamano ya muziki kuhusiana na swala la muziki, ambayo katika hii falsafa ni kisa cha ukombozi. Yani ni falsafa inayotufundisha kuhusiana na ukombozi wa wetu sisi wanadamu. Kwa hiyo tunaimba kwa sababu tumekombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Yes, kwa hiyo tunaimba kwa sababu tumekombolewa, na ukombozi ni ule ambao najaribu kwenda haraka kutokana na muda. Nienda katika pointi ya nini nataka niongee leo. Unapatikana katika sehemu hii ambayo inaitwa ni patakatifu, au katika hekalu ambako tulikuwa tunafundishwa jinsi ambavyo Mungu anadili na dhambi. Kwa hiyo kanuni nzima ya ukombozi wetu sisi inapatikana katika sehemu hiyo ambayo ni mpango wa Mungu wa mwaka mzima. Yaani wana wa Israeli mwaka wao mzima ule wa kwanza ulikuwa unawakilisha kuanzia Adamu alipotenda dhambi mpaka Yesu alipokuja mara ya kwanza, na mpaka Yesu atakapokuja mara ya pili. Mbara Yesu atakapokwenda kuwachukua atakapokuja mara ya pili kuwachukua watu wake na kwenda nao mbinguni, na kurudi tena mara ya tatu kwa ajili ya kuweza kuhukumu dunia na kuweza kukomesha dhambi kwa kupitia moto, na watu waweze kuishi milele hapa duniani. Kwa hiyo story yote ilikuwa inafanyika katika kipindi cha mwaka mzima ambacho kilikuwa kinaitwa kalenda ya wana wa Israeli. Kwa hiyo utagundua kwamba ni mpango wa ukombozi kuanzia Edeni ilipopotea. Sehemu ya kwanza, hatua Yesu anakufa, Yesu anabatizwa, Yesu anakufa kama mwana kondoo, lakini anafufuka kama kuhani anayekwenda na damu yake katika chumba cha kwanza ambacho ni namba 4 hapo. Ndio hatua ya kwanza ambapo anakaa hapo katika siku 1810, na baada ya hapo anaingia katika chumba cha mwisho ambacho aliingia tokea mwaka 1844 kwa ajili ya kufanya kazi ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Nani nimemwacha nyuma? Yes, kwa hiyo tunakumbushana. Ni vizuri sana. Tunaweza tukajikuta kwamba tunaimba, tunakariri ujuzi wote na tunaimbisha vizuri sana, lakini kama hatujijui sisi kama Adventista wa Sabato ni kwa nini ni Adventista wa Sabato, tutajikuta haya yote tunayofanya ni bure. Yaani hakuna ambacho tutakuwa tunakifanya. Yaani haya yote ambayo tumeyafanya yanahitimishwa pamoja na kujua haya ambayo tunayafanya. Sasa katika utume wetu kama Adventista wa Sabato tuna utume unaitwa utume au ujumbe wa malaika watatu. Sasa kumbuka kwamba nimesema somo langu la leo linaongelea swala la rhythm au mwendo. Ndio somo langu la jioni ya leo au tafakari ya leo. Sasa ujumbe wa malaika watatu, kila kitu katika ulimwengu huu kimeumbwa katika rhythm. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 1 fungu lile la 2 linaongelea rhythm, linaongelea jinsi ambavyo dunia hii ilipokuwepo ukiwa, lakini kulikuwepo kuna roho wa nani? Roho wa nani? Ya kati ya vitu ambavyo wanakwaya na waimbaji huwa tunaambiwa sana ni kwamba huwa hatupendi maneno ya Mungu. Yaani hatupendi neno, yaani hatupendi mafundisho. Sasa naamini sio sisi tuliopo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tujifunze kidogo neno la Mungu. Tusipende tu kuimba, pia tupate neno la Mungu. Hatuwezi tukaimba kitu ambacho hatukifahamu. Yaani shida iliyopo ni kwamba kama wewe ni muimbaji alafu haujui falsafa yako kama Mwadventista msabato, utajikuta kwamba unaimba kitu ambacho haukifahamu. Sasa nataka tufahamu kidogo Adventista, niende kwenye somo la rhythm, nitakuwa nimemaliza hizi dakika kama 20 ambazo zimebakia mpaka sasa hivi, maana na time hapa. Sasa ni hivi, tuna ujumbe ambao tumepewa, ni ujumbe wa malaika wangapi? Hello. Okay, nisiposikia mnasema mtakuwa mnanyanyuka juu ili alafu mnakaa ili kama unalala na nini uweze kuwa vizuri. Ni ujumbe wa malaika wangapi? Ujumbe wa malaika watatu. Huo ni ujumbe ambao tumepewa. Na huu ujumbe wa malaika watatu ni ujumbe ambao una mwendo, ni ujumbe ambao katika rhythm. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema rhythm kwa kifupi tu ni mwendo. Sasa ukitaka definition nyingine utaenda kumuona Mwalimu Jovin. Kwa sasa nataka tupate hii a simple definition ambayo ni nini? Ni mwendo. Ni kweli ndani ya rhythm kuna vitu vingi sana, lakini nataka tupate kwanza hii simple definition. Ni mwendo. Kwa hiyo kuna Ufunuo wa kwanza sema nikaona malaika mwingine akiruka, mwingine tena akaja wa pili na malaika watatu. Lakini pia ukiona katika hawa malaika watatu kuna malaika watatu tena wengine ambao wao ni tofauti, ni malaika watatu wa shetani. Kwa hiyo utakuta kwamba kuna
ujumbe wa malaika watatu wa Mungu na ujumbe wa malaika watatu wa nani? Wa Shetani. Ujumbe wa malaika watatu wa Shetani unapatikana katika kitabu cha Ufunuo 16 fungu la 13. Anasema nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka. Hapo nimeweka neno rhythm, kutoka, ina maana kwamba it's a movement. Kumbuka kwamba msisitizo wangu katika dakika hizi zilizobakia ujue ni swala la rhythm, swala la mwendo. Kwa hiyo hizi roho za vyura zinatembea, lakini pia na hawa malaika watatu wanafanyaje? Wanatembea wao katika rhythm. Sasa hapa kuna idea chache ambazo zimeshaongelewa na wakufunzi, sina haja ya kuzirudia. Zilikuwa zinaongelea kwamba kuna kanuni za mziki mzuri ambazo ni mzuki lazima ambao huo una maneno ambayo yako katika Biblia, lakini pia uwe ni melodious, uwe na harmony, vitu ambavyo vimeshaongelewa. Usiwe na syncopation, tutaangalia kwa dakika chache. Uwe na tempo. Tunaposema tempo, tunaposema syncopation, hapa tunaongelea ni hii sehemu ya rhythm ambayo tutakwenda kuangalia, lakini pia vyombo visiwe zaidi ya waimbaji. Hapa tunapoongelea vyombo, tunaongelea vyombo sio tu mdundo. Unajua mara nyingi tunapoongelea hapa vyombo watu wanafikiria ni swala mdundo. Hapana. Hata mpiga kinanda anapopiga hapo, hata kama ni wimbo wa kwaya au ni wimbo wa congregation singing, haitakiwi hicho chombo kiwazidi waimbaji. Hiyo ndiyo kanuni za mziki mzuri. Lakini mziki ambao sio mzuri au sio mziki wa Mungu wenyewe ni mziki ambao unajitukuza na hauna falsafa ya kibiblia, lakini pia sio melodious, ikiwa na maana hauna harmony. Ni sauti ambazo hazijapangwa, na ndio kazi ilikuwa nafanywa hapa na mwalimu. Lakini pia una syncopation nyingi, una zile syncopation ambazo ndaenda kuziangalia hapo mbele kidogo. Lakini ni mziki ambao unaenda haraka sana au unaenda taratibu sana. Mziki mzuri hautakiwi uende haraka sana wala uende taratibu sana. Miziki hii ambayo si ya Mungu, ya kidunia na ambayo ni mibaya, kama ni wataratibu unakuta kwamba unaenda taratibu mno, ndio tunapata na zile blues style kama zile. Mwalimu Jovin alikuwa anauliza hapo kuhusiana na genre kwamba mziki wako wewe ni wa aina gani. Naona walimu wengi walikuwa wanashindwa kujua kwamba wanaimbisha mziki wa namna gani. Na alikuwa anauliza swali hilo kwa sababu miziki yao mingi ilikuwa inaenda haraka sana, lakini mingine ilikuwa inaenda taratibu sana. Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba hiyo sio miziki ya kupigwa ndani ya kanisa. Sasa rhythm ni nini au mwendo ni nini? Kwanza ukiangalia katika uumbaji wa Mungu, Mungu aliumba kila kitu katika rhythm. Kila kitu kiliumbwa katika rhythm. Na uumbaji wa Mungu ulikuwa ukimuelezea Mungu yeye katika zile sehemu tatu ambazo Baba, Mwana pamoja na Roho. Na hata ukiangalia dunia ilivyoumbwa, iliumbwa pia katika sehemu hizo tatu ambazo ni bustani, lakini kwa kuna bustani upande wa mashariki, alafu kwa kuna dunia nzima. Bwana Yesu asifiwe. Dunia yote haikuwepo bustani ya Edeni. Hello? Nimesikika sijui? Yes, sio yote ilikuwepo ni bustani. Yaani huku Suka kulikuwepo, lakini kulikuwa sio bustani ya nini? Ya Edeni. Bustani ya Edeni ilikuwepo, upande wa mashariki kulikuwepo kuna bustani nyingine, alafu kulikuwepo kuna sehemu nyingine yote hii ya dunia. Kwa hiyo utagundua kwamba kulikuwepo kuna sehemu hizo tatu. Na hizi sehemu tatu pia zinajieleza ukisoma katika kitabu cha Yohana 5:23, Yesu akisema ametumwa na nani? Ametumwa na Baba. Lakini pia Yohana 9 pia Yesu anasema ametumwa na Baba. Yohana 7:29 Yesu anasema ametumwa na Baba. Yohana wa kwanza 4:14. Kwa nini haya mafungu? Mafungu haya yanaelezea kwamba katika utaratibu wa uungu ambao ni Baba, Mwana na nani? Baba, Mwana na nani jamani? Na Roho. Yaani haitakiwi Mwana awe zaidi ya nani? Ya Baba, na Roho atakiwa awe juu zaidi ya Mwana. Na ndio maana huo utaratibu. Sasa huu utaratibu ambao ni Baba, Mwana na Roho ndio utaratibu ambao tunakwenda kuangalia, ambao Yesu amesema katika mafungu hayo kwamba yeye hawezi akawa mkubwa kuliko nani? Kuliko Baba. Lakini yeye pia Yesu anasema atamtuma Mwana, ambaye huyu Mwana atamtukuza Yesu Kristo. Sasa ukiangalia utagundua kwamba katika mziki kuna sehemu tatu ambazo ni melody, harmony na rhythm. Sasa hii melody, harmony na rhythm, melody kiuhalisia ni neno la Kigiriki linalomaanisha ya wimbo. Bwana Yesu asifiwe. Hello? Yes. Naenda kumaliza muda sio mrefu. Nataka niende kwenye point tuweze kuelewana vizuri. Maana melody ni wimbo. Kwa hiyo melody ni wimbo na ndio msingi. Nikiwa na maana kwamba hauwezi ukawa na wimbo wote pasipokuwa na nini? Na melody. Yaani hauwezi ukawa na harmony bila kuwa na nini? Bila kuwa na melody. Hello?
Ukiona mwalimu anasema natunga bwana harmony, ujue mwalimu hajakuja katika semina zetu hapa. Tunatunga kwanza melody, alafu ndo kwenye melody tunapata nini? Harmony. Sawa. Sasa ndani ya vitu vyote hivyo viwili kuna nini? Kuna rhythm. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo rhythm ipo kwenye melody, rhythm ipo kwenye nini? Kwenye harmony. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Yes. Kwa hiyo pia hauwezi kuwa na melody bila kuwa na nini? Bila kuwa na nini jamani? Kuwa na rhythm. Yaani ukishasema melody, hapo una nini? Okay, hebu tuimbe wimbo twende kwa Yesu mimi nawe. 1 2 3 4. Twende kwa Yesu mimi nawe, njia tonya tuijue, imo chuoni. Hapo kuna nini? Kuna melody ipo haipo? Melody ipo haipo? Rhythm ipo haipo? Harmony ipo haipo? Asante. Mwalimu Jovin darasa lako hilo. Jamani, melody ipo haipo? Rhythm ipo haipo? Harmony ipo haipo? Okay, wanaosema harmony haipo wanyoshe mkono. Wanaosema harmony, okay, wanaosema rhythm ipo wanyoshe mkono. Okay. Wanaosema rhythm haipo wanyoshe mkono. Mama zangu hapo mko sehemu gani? Sijawaelewa. Kwa ya Mbezi hapo. Maki hamjanyosha sehemu zote mbili. Nasema hivi, katika wimbo melody ipo. Sasa tunyoshe mkono, tunasema kwamba kuna melody katika wimbo ambao tumetoka kuimbisha. Vizuri. Harmony ipo, yani wakati tunaimba kwa kuna harmony, tunyoshe mkono. Aha. Wanaosema kulikuwa kuna rhythm, wanaosema rhythm haikuwepo kabisa. Okay, rhythm haikuwepo. Wanaosema rhythm haikuwepo. Kwa wote tunasema rhythm ilifanyaje? Basi kwa sababu wengi mmeshinda, ili darasa linakuwa ni kama wote mmefaulu. Lakini swali la pili naona wengi tulikosa. Jamani, tulichokiimba tumeimba melody, hatujaimba harmony. Bwana Yesu asifiwe. Harmony ni kuanzia sauti ya pili na ngapi? Na tatu na ngapi? Na kuendelea. Hiyo ndio nini? Harmony. Wimbo huu twende kwa Yesu mimi nawe unaweza ukaimbwa kwa harmony. Lakini hapa tulichoimba hatujaimba nini? Jamani, tumeelewana mpaka hapo? Ila sasa kuna nini? Rhythm. Una swali? Naona umegusia, umetekewa kidogo. Uliza swali. Simama basi haraka, nimepewa muda mchache sana. Okay. Naona ametekewa na akaamua kufurahi. Basi Mungu akubariki. Kwa hiyo jamani, tunachokisema tunaposema melody tuna maana kwamba ndio tune ya nini? Ya wimbo. Lakini harmony ni sauti ya kwanza na pili ya tatu zinapoimbwa kwa wakati mmoja. Ziimbwe kwa wakati ambacho hatujafanya hapa. Sisi hapa tumeimba melody tu. Lakini rhythm ni ule mwendo ambao ule wimbo unafanyaje? Unatembea. Tupo kunaimba twende kwa Yesu. Hiki inachokifanya ni nini? Ni rhythm, ni mwendo wa nini? Wa wimbo. Kwa hiyo hakuna wimbo ambao hauna nini? Rhythm. Jamani, ngapi tumeelewana mpaka hapo? Yes. Kwa hiyo kila wimbo una nini? Una rhythm. Kila wimbo una rhythm. Na nataka sasa niende. Kwa hiyo pia hata katika hivi vyombo kuna vyombo vya aina, nafikiri atakuwa alizipitia hizo. Kwa hiyo nataka nikiongelea hapa hiki cha mwisho. Kinaongelea kuhusiana sasa na aina tatu za vyombo. Hivi najua jana atakuwa mwalimu pastor aliwafundisha, lakini kuna kitu ambacho cha ziada nataka nikifundishe ili tunapoenda kufunga katika swala la rhythm tuweze kuelewana vizuri. Katika vyombo katika sehemu za muziki kuna sehemu tatu ambao kuna vyombo vya kupuliza, kuna vyombo vya nyuzi na kuna vyombo vya percussion. Sawa? Yaani vyombo vya kupuliza vyenyewe vina uwezo wa kupuliza melody tu. Bwana Yesu asifiwe. Yes, ikiwa na maana kwamba hiki nilichokiimba twende kwa Yesu mimi nawe, tarumbeta inaweza ikaimba hivyo. Sawa? Ila tarumbeta haina uwezo wa kuimba harmony ya huu wimbo. Haina uwezo wa kupiga harmony. Tuko pamoja? Yaani tarumbeta haina uwezo wa kupiga sauti tatu kwa wakati mmoja. Wangapi wananielewa mpaka hapo? Yaani ukishanielewa hapo utanielewa nini maana ninachoenda kuongelea. Kwa hiyo tarumbeta pamoja kwamba ni kweli inapokuwa inaimba huo melody itakuwa inapiga rhythm, lakini haina uwezo
wa kutoa sauti 2, 3 kwa wakati mmoja. Kwa maneno mengine, sauti ya tarumbeta itakapopigwa haina uwezo wa kuimba sauti ya pili na ya tatu na ya nne kwa wakati mmoja. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Na ndio maana katika tarumbeta, katika kundi la vyombo vya kupuliza, kuna aina zaidi ya ngapi? 4 za vyombo vya kupuliza. Kuna tarumbeta ambayo yenyewe, trumpet yenyewe inatoa sauti zile za juu, inamba sauti za juu. Lakini ukitaka kupata sauti hii ya tungesema ya pili, sasa kuna kitu kinaitwa trombone. Hello? Alafu trombone anaweza kaimba sauti ya pili, hana uwezo wa kuenda kwenye pitch ya juu ambayo inaimbwa na nani? Na bwana tarumbeta. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Kwa hiyo sauti ya chini sasa, ile ya bass kabisa, ndio kuna ile inaitwa horn. Sawa, ama tuba. Sawa, Kiswahili huwa wanaita mdomo wa nani? Mdomo wa nani jamani? Wanamuziki, mdomo wa bata. Jamani, lile dude ambalo liko hivi. Kwa nini nisema kati liko hapa? Ili dude hebu tuliangalie hapa. Wanamuziki wenzangu, tuko vipi? Umeona? Hivi ndio vyombo vya kupuliza. Ile French horn, alafu kuna tuba, kuna trombone, kuna trumpet. Umeona viko vyombo vingapi hapo? Jamani, vyombo viko vingapi? 4, ikiwa na maana kwamba kwa sababu tarumbeta, vyombo vya kupuliza havina uwezo wa kupiga harmony. Ina maana kwamba ili uweze kupata harmony ni lazima uwe na tarumbeta aina zaidi ya ngapi? 4 tofauti, ambayo ya kwanza ni trumpet, yenyewe itapiga ile key ya juu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ya pili ni trombone, inafuatia kwa range yake. Trombone haina uwezo wa kwenda range ya juu kama ya nani? Kama ya trumpet. Lakini tuba haina uwezo wa kwenda kwenye range range ya trombone na pia range ya nani? Ya trumpet. Tuko pamoja? Lakini sasa hii bwana French horn, ama hii ndio mdomo wa bata, yenyewe haina uwezo wa kwenda kwenye range au kaimba ile range ya trombone wala trumpet. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba vyombo vya kupuliza havina uwezo wa kupiga harmony. Ili uweze kupata harmony, sauti ya kwanza ambayo ni trumpet, of course haimbi tu sauti ya kwanza, anaimba very high pitch ambayo hata sauti ya kwanza hatuwezi tukaimba kibinadamu, lakini katika muktadha wa kusoma tusome hivyo. Na trombone anaimba sauti ya chini yake, na tuba anayefuatia pamoja na French horn. Hapo ndio unapata sauti ile ya juu inayofuatia na sauti ile ya bass. Sasa vyombo vya kupuliza vyote vina uwezo wa kupiga melody tu, havina uwezo wa kupiga harmony. Lakini pia kuna chombo ambacho kinaweza kupiga melody na harmony. Hichi kina chombo cha nini? Chombo cha nini jamani? Tusome hapo. Cha nyuzi. Chombo cha nini? Cha nyuzi au string instrument. Hiyo inaweza kupiga harmony, inaweza kupiga sauti ya kwanza, pili, tatu na 4. Nikiwa na maana hapo kwamba kaka anapobonyeza hello, tatizo la piga kinanda au apende kusikiliza masomo. Sasa sikiliza, naomba bonyeza kodi yote hapo, kodi yote. Unisikilize anachotaka kufanya hapa. Sawa? Bonyeza broken chord, yani ibonyeze kodi moja moja. Broken chord, tati tata, do mi so do. Do. Sawa? Sasa nisikilizeni kwa makini. Bonyeza na do mi so do. Bonyeza tu. Broken chord hiyo ulikuwa umepiga. Sawa? Alichokifanya hapo, hiyo kodi ameivunja. Sasa ipige sasa kodi yote full. Kwa hiyo alichokifanya hapo, amepiga sauti zaidi ya moja, lakini imelia kwa mlio huu. Jamani, kwa mlio huu ambayo hiyo ndio inaitwa nini? Harmony. Sisi tumeelewana? Na ndicho wanakwaya mnapokuwepo mnasimama hapa, mnaimba harmony, ikiwa na maana kwamba wote mnaimba kwa sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4 kwa kusikilizana, kama ambavyo amepiga hapo. Wewe unasikia na sauti moja, lakini sio sauti moja, ni zaidi ya sauti ngapi? Moja. Hebu piga tena kwa wakati mmoja chord. Sawa? Piga broken chord. Bwana Yesu asifiwe. Sasa chombo ambacho kinaweza kikapiga melody na harmony ni chombo cha nyuzi, ikiwa na maana kwamba ni gitaa pamoja na piano pamoja na nini? Pamoja na harp ya kinubi.
kinanda na vyote hivyo vinaweza vikafanya hivyo. Lakini chombo kingine ambacho kimetengenezwa ambacho ni chombo cha nyuzi. Halo? Tuko tayari kukifahamu? Okay, ni hiki hapa. Hiki ni chombo cha nini? Na ni chombo cha muziki. Na ni chombo cha muziki na ni muziki. Bwana Yesu asifiwe. Hiki chombo kimefumwa kwa ustadi wa hali ya juu sana. Nacho ni chombo cha nini? Naenda kumaliza dakika tu chache ambazo nakwenda kumaliza hii presentation ya rhythm. Nataka tuangalie jinsi ambavyo swala la rhythm ni swala moja la msingi sana. Hiki chombo ni chombo cha nyuzi chenyewe, na kama unavyokiona hapo kimefumwa. By the way, hii ambayo anaipiga hapa inaitwa piano. Ili iweze kutoa sauti nzuri, ukikutana na ile piano yenyewe ambayo haitumii umeme, ni lazima uitune kama tunavyotune gitaa. Hello? Yes, kumbe hata mwili wako ulivyotengenezwa umetengenezwa kama piano, ni lazima utune kwa kufanyisha mazoezi. Kwa hiyo mazoezi ya kujinyoosha, stretching ni ya muhimu, kwa sababu unakuwa unaitendea haki nini? Piano yako ambayo ni wewe. Maana wewe ni piano inayotembea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama ufanye mazoezi utakuwa unatoa sauti ambayo iko off. Iko nini? Off. Hiki hakiwi off kwa sababu ni cha umeme, kwa hiyo kimeshatengenezwa automatically. Lakini kile ambacho ni kama hiki hapa ambacho unakiona ni piano hii hapa, original yenyewe kabisa, na vinauzwa bei mbaya sana. Hii piano hata hiyo hapa ni lazima ituniwe ili iweze kutoa the right pitch. Tumeelewana? Kama wewe ambapo ni lazima ufanye mazoezi ili uweze kuwepo na nini? Uweze kuwa katika the right pitch kama unavyoona. Yaani Mungu aitufuma hiyo misuli na kila unachokiona hapo ni lazima kiwe in balance, kiwe in harmony. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapokuwa haufanyi mazoezi ya mwili, unakuwepo ni kinanda ambacho kiko off, kinatoa mlio mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kama unavyoweza kuona hapo hiyo anatomy, jinsi ambavyo tumesukwa na kufumwa, tumefumwa kabisa. Yani Mungu ni ajabu ambavyo tumeumbwa, na sina muda, dakika zangu zimeishaisha, na hapo nimeshaenda hata dakika moja ziada. Ninachojaribu kusema hapa ni nini? Napokuwa namaliza, ni lazima tuweze kujua jinsi ambavyo mwili wetu unafanya kazi. Mwili wetu unafanya kazi kwa kupitia rhythm. Kila unachokifanya katika mwili wako ni mwendo. Mwendo ukisimama katika mwili wako unakufa. Moyo ukiacha kupiga mapigo unafanyaje? Unakuwa umekufa. Sasa kinachotokea ni hiki, ni kwamba ni lazima uwe na the right rhythm. Ni lazima uwe na nini? The right. Jamani, huyo ni MC. Na baadaye atuambia kama ni kazi yake kabisa MC, basi atuambie na sisi kama ambavyo na mimi nimejitangaza hapo. Bwana Yesu asifiwe. Yes, moyo unafanya jamani. Ndio naenda kumaliza hivyo. Dakika 3 nitakuwa nimeshamaliza presentation yangu. Point yangu iko hivi, sisi wanadamu tunafanya kazi kupitia taarifa. Yaani ubongo wetu unafanya kazi kupitia taarifa. Na hiki ninachokiongea kinapoingia ndani ya akili yako hapa, hii sauti unayosikia, ili uweze kusikia sauti, ni kwamba ikishaingia tu katika masikio, sio sauti, ni code. Ni nini? Ni code, ambazo hizi code lazima ziende kutafsiriwa katika nini? Katika ubongo. Yaani najaribu kuongea katika lugha ambayo ni nyepesi sana utaweza kunielewa. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa kadri ambavyo unapokea code ambayo inaenda kinyume, ina maana kwamba kila kitu katika maisha yako yatakuwa yanaenda kinini? Kinyume. Kwa maana mafupi ni hivi, ni lazima tusikilize muziki ambao una rhythm iliyo sahihi ili tuweze kuwa na afya bora ya mwili, ili tuweze kuwa na afya bora ya nini? Ya ubongo. Kwa sababu kila kitu katika mwili wako kinaanzia katika nini? Katika ubongo. Kwa hiyo ninapomaliza hapo, okay, kila kitu kinaanzia katika rhythm. Muda sina wa kuelezea hapo. Nataka tu niongelee kitu hiki. Jamani, hivi siwezi nikapata dakika, sasa hivi ni dakika 15. Siwezi nikapata dakika 5. Jamaa nimekuja na mimi, yani niondoke tu kama sijafika mwisho. Naomba dakika 5. Basi hata mnipatie 4 basi nimalizie sasa. Maana sasa na mimi itakuwa ni hasara. Sasa hizi na dakika 25, nipatie basi mpaka 29. Namalizia tu kitu kimoja hapo. Nitakuwa mwaminifu. Sasa hizi dakika 25, 29 nitakuwa nadondoka chini hapo. Nisiposema mnyanyuke muimbe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tu nimalize hii, maana sasa nitakuwa mimi sijitendea haki. Wao watasubiria tu na muda bado tunao. Sasa sikiliza. Namaliza dakika 29. Ni hivi, rhythm imetengwa kutoka katika melody. Shida iko hapa. Tumesema hivi, muziki una sehemu ngapi? 3, ambayo ni melody,
harmony na nini? Na rhythm. Sasa katika kuuelezea, tunapofundishwa wakati mwalimu Jovi na walimu wengine walikuwa wanatufundisha hapa na mwalimu Chala, ni kwamba anaweza akatenganisha rhythm kuonyesha kwamba okay, hii ni rhythm, lakini kiuhalisia katika matumizi rhythm haitakiwi ifanyaje? Itengwe. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Sasa shetani alichokifanya, kwa sababu shetani anakwenda kinyume na uumbaji wa Mungu, ameitenga nini? Rhythm kutoka kwenye nini? Kwenye melody. Hello? Sasa anapoitenga rhythm kutoka kwenye melody, kuna kitu ambacho kinatokea. Ina maana kwamba information inapoingia katika kichwa chako inakuwa ni information ambayo imeenda kinyume. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni rhythm ambayo imeenda kinyume. Sasa kwa sababu ubongo wako wewe haukuumbwa kupokea information ambayo imeenda kinyume, ina maana kwamba tayari ubongo wako unaweza kukutengenezea mazingira wewe ya kwenda kinyume. Jamaa sisi kama naeleweka. Kinyume nini? Kinyume. Ndio maana siku hizi ni rahisi tu kusikia ndoa za kinyume, ibada za kinyume na kadhalika. Sasa rhythm inapotengwa kwanza inajitukuza, na tumeangalia kwamba rhythm haijitukuzi kwa sababu rhythm inawakilisha Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu hajitukuzi ila anamtukuza nani? Mwana ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo. Lakini rhythm hii inajitukuza. Nimebakia dakika 2, sikiliza. Rhythm inapojitukuza, wimbo unakuwa umekata nini? Umekata roho. Kwa hiyo tunasikiliza muziki ambayo imekata roho. Na nini kinachotokea? Kinachotokea ni kwamba sasa madhara ya ile rhythm ambayo imekwenda kinyume, imekatwa na ikajitukuza, yanapelekea watu kufanya vitu vyote ambavyo ni vya kinyume. Kwa mfano, sasa hivi kila unachokiona ambacho kinafanyika, na hata wale wanaitwa wafalme wa muziki ya rhythm iliyojitukuza ambayo inakwenda kinyume na maisha, walianzia kupaka rangi, walianza kuvaa mavazi ambayo ni ya kike. Kwa sababu gani? Kwa sababu inaenda kinyume. Kwa hiyo unaweza kuona kitu kama hicho sasa hivi, hiyo zote mambo kama haya. Hii yote ni kwa sababu ya rhythm ambayo imeenda nini? Kinyume. Na sasa hivi ni fashion vijana wa kiume kuvaa sketi. Ningeweza kuongea sana, lakini kwa sababu muda haupo, ni kwamba kwa kadri tunavyozidi kwenda ni kwamba wanadamu tunazidi kuchanganyikiwa, kwa sababu tumeitenga rhythm, na rhythm imefanyaje? Imejitukuza. Kwa hiyo wanamuziki wote wa muziki ambayo rhythm imejitukuza ndio hao ambao wanavaa nini? Wanavaa sketi. Hao ni wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Wamevaa mini sketi. Hao ni nani jamani? Ni wanaume. Mwisho. Huu ndio mwisho sasa. Bwana Yesu asifiwe jamani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie tunapotoka hapa. Hebu tusikilize muziki ambao una rhythm ambayo haijafanyaje? Haijajitukuza. Ni muziki ambao unaitukuza melody na inatukuza harmony. Uko ndani ya melody, uko ndani ya harmony. Tulipoimba twende kwa Yesu, hatukuwa na uwezo wa kuitenga rhythm iliyopo ndani ya twende kwa nani? Kwa Yesu. Lakini sisi tulichofanya, tunaongezea rhythm ya kwetu ambayo imejitukuza. Tichikiti twende kwa, na yale ambayo tumeshatoka kufundishwa. Kwa hiyo Mungu atubariki na atuongoze tunapoendelea kutafakari hili. Tunapokwenda nyumbani, katika kwaya zetu, katika ibada zetu, tuhakikishe hatusikilizi muziki ambao rhythm imefanyaje? Imejitukuza. Bali tusikilize muziki ambao una melody, harmony na nini? Na rhythm, na Mungu ataweza kutubariki.